Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili sio jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika kisa cha ndani. Kisa cha ndani juma hili kinasema hakuna masharti ya shetani, na Olivia Fairfax. Watu wa kabila la Marovo Lagoon walichukuliwa kama watu wanaopenda vita zaidi na wala nyama za watu kuliko makabila yote ya kisiwa cha Solomon. Waliabudu roho za mababu zao ambao fuvu zao zilihifadhiwa baada ya kufa. Waliishi kwa kumwogopa shetani. Lakini karibu mwaka 1902, chifu wa Marovo anayeitwa Tatagu alianza kujiuliza ikiwa kweli alipaswa kumwogopa shetani. Aliamua kutaka kujua na kutofunga mzabibu mbele ya mtumbwi wake katika safari yake ya kwenda kuvua samaki. Mizabibu ilidhaniwa kumtuliza shetani na kuhakikisha samaki wanavuliwa kwa wingi. Bila mzabibu, safari yake ya uvuvi ilikuwa na mafanikio makubwa. Chifu Tatagu alirudi nyumbani na kukuta mtoto wa kiume amezaliwa. Alimuita mvulana huyo Kata Ragoso, linalomaanisha hakuna masharti ya shetani. Maisha ya Kata Ragoso yangeendelea kudhihirisha uwezo wa Mungu unaobadilisha jamii na kuondoa masharti na vifungo ambavyo shetani alikuwa navyo juu ya watu. Kata Ragoso ilikuwa wakati ambapo wafanyabiashara wadanganyifu wa Ulaya walipowalaghai wakazi wa Solomoni kwa bidhaa za kigeni waingie ndani ya meli zao ili kuwateka nyara kama watumwa. Lakini mwaka 1914, Kata Ragoso alipokuwa na umri wa miaka 12, mashua ndogo nyeupe inayoitwa Advent Herald ilisafiri hadi Marovo Lagoon. Wafanyakazi wa mashua hiyo hawakujaribu kulaghai au kuteka nyara. Badala yake, Captain Griffiths F. Jones alimwomba Chifu Tatagu ardhi kwa ajili ya kujenga shule. Mwaka uliofuata shule ilijengwa huko Sasagana na Kata Ragoso alijiandikisha kama mmoja wa wanafunzi wake 23 wa kwanza. Akiwa shuleni alimpokea Yesu na alikuwa kati ya watu 10 wa kwanza wa visiwa vya Solomoni kubatizwa mnamo mwaka 1918. Aliendelea na kufanya kazi kama mwalimu wa misheni, mfasiri na mwendesha mashine ya uchapishaji. Mnamo mwaka 1935 aliwekewa mikono kama mchungaji wa Kiadventista. Wakati wa vita vya pili vya dunia, Kata Ragoso aliwekwa kuwa msimamizi wa kazi ya Waadventista katika visiwa vya Solomoni. Wakati jeshi la Japan lilipovamia, walimwamuru kuwaua watu wenye ngozi nyeupe na kutoka katika vikosi vya washirika. Kwa kutangaza kwamba angemtii Mungu kuliko mwanadamu, alihojiwa, kupigwa na amri kutolewa apigwe risasi. Afisa aliyemhoji, ambaye alilichukia sana kanisa la Waadventista, aliagiza kikosi cha wauaji kufyatua risasi baada ya hesabu mpaka 3. Alihesabu 1, 2, lakini hakuweza kusema 3. Alijaribu mara nyingi kabla ya kukata tamaa. Baada ya siku 10 gerezani, Kata Ragoso alitoroka. Kwa muda wote wa vita aliongoza kazi ya uokoaji kwa wanajeshi wa shirika ambao ndege au meli zao zilishambuliwa. Aliokoa marubani 27 wa Marekani na wanajeshi 187 wa Australia na New Zealand.
Kata Ragoso alifariki mwaka 1964 akiwa na umri wa miaka 62 baada ya kulitumikia kanisa kwa miaka 37. Wakati huo aliona Marovo ikibadilika kutoka jamii inayopenda kupigana vita na kuwa watu wapole wenye huruma wanaomtumikia Mungu. Miradi ya utume ya Sabato ya 13 ya robo hii iko katika divisheni ya Pacific ya Kusini, ambayo eneo lake linajumuisha visiwa vya Solomoni. Asante kwa kupanga kutoa sadaka ya ukarimu mnamo mwezi Machi. Kimetolewa na ofisi ya Conference Kuu ya Utume wa Kiadventista inayotumia sadaka za utume za shule ya Sabato kueneza Injili duniani kote. Soma kisa kipya kila siku katika adventistmission.org. Mungu atubariki sote na nikutakie wakati mwema ukijiandaa kutoa kwa ukarimu katika Sabato ya mwezi Machi.